Kuna breaking news hapa kuhusu shambulizi kubwa la udukuzi lililofanywa dhidi ya taasisi moja muhimu ya serikali ya Tanzania. Makala hii inakuelezea kwa kina japo kwa kifupi kuhusu tukio hilo zito. Sasa hapo juzi tarehe 4 ya Februari mwaka huu 2026 kulitokea tukio kubwa la udukuzi dhidi ya mfumo wa serikali ambapo ilielezwa kuwa jumla ya rekodi milioni 10.2, yani data hizo milioni 10.2 zilidukuliwa, na taasisi iliyolengwa na udukuzi huu ilikuwa ni Mamlaka ya Usajili wa Biashara na Leseni Tanzania, yani BRELA, ambayo ndio imepigwa hizo data za usajili wa biashara na kampuni milioni 10.2. Sasa tukio hili kwa mujibu wa taasisi mbalimbali za kimataifa zinazojihusisha na masuala ya usalama wa mtandaoni zimemtaja mdukuzi aliyehusika, na huyu ni mdukuzi maarufu wa kimataifa. Anafahamika kwa jina la Spirigatito, ni jina analotumia, sio jina lake halisi. Kwa hiyo yeye ndio imeelezwa kwamba amefanya tukio hili. Ukigoogle mtandaoni utakuta jina hili linahusishwa na mtu ambaye amefanya huyu anafanya udukuzi mkubwa, yani sio udukuzi mdogo. Mara nyingi anakuwa anafanya udukuzi dhidi ya taasisi kubwa za serikali mbalimbali. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba tukio hilo la uvujaji wa data ni miongoni mwa matukio makubwa kabisa ya uvujaji wa data, yani udukuzi dhidi ya mamlaka nchini Tanzania. Si kwamba matukio kama haya huwa hayatokei, lakini wakati mwingine huwa yanakuwa hayaripotiwi, kwa sababu miezi michache iliyopita benki moja maarufu ilidukuliwa. Lakini tofauti na hili tukio la sasa, huo udukuzi dhidi ya hiyo benki, kwa mujibu wa taarifa zilikuwa zinaeleza kwamba kulikuwa na ushirikiano na baadhi ya watu huko, maana ilikuwa ni watu wanatafuta fedha za kampeni ya CCM. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba udukuzi ulifanyika, lakini kulikuwa kama kuna ushirikiano na waliopaswa kuzuia udukuzi huo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna mtandao ambao unafuatilia haya matukio ya udukuzi ambao unafahamika kama VSET Analyzer. Kwa hiyo kwa mujibu wa hii jukwaa hili linalofuatilia vitisho pamoja na udukuzi mtandaoni la VSET Analyzer liliorodhesha kwamba tukio hili ni moja ya matukio makubwa kwa viwango vya kimataifa. Kwa hiyo sio tu kwa kiwango cha kwamba Tanzania au taasisi ya Tanzania ndiyo iliyokuwa victim, waliokuwa wahanga, lakini tukio hili linaingia katika viwango vya kimataifa, hasa ikizingatiwa kwamba huyu mdukuzi Spirigatito mara nyingi anajihusisha na matukio ya kimataifa, matukio yenye impact kubwa. Kwa hiyo hili limeingia katika historia ya hayo matukio ya kimataifa, na inaelezwa kwamba udukuzi huo ulifanyika kwa kushambulia tovuti rasmi ya BRELA. Sasa hii muda mfupi uliopita, kabla sijaandaa makala hii, nilikwenda kwenye tovuti ya BRELA. Inafanya kazi, lakini hakuna taarifa yote kuhusiana na hiki kilichotokea. Lakini hili si la kushangaza, kwa sababu mara nyingi taasisi mbalimbali huwa hazipendi kueleza kuhusu matukio kama haya, na kwa wakati mwingine ni kwa nia nzuri, kwa sababu unaogopa kusababisha mtafaruku, lakini pia pengine kutoa taarifa hizo kunaweza kuathiri hatua za uchunguzi unaofanywa dhidi ya tukio husika. Sasa kama unafahamu, BRELA ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na ina jukumu la kusajili majina ya biashara, kampuni, alama za biashara, hatimiliki na leseni za viwanda. Na mifumo yake ya kidijitali ni miongoni mwa vitu vinavyounda uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni moja ya taasisi muhimu na taasisi nyeti kutokana na umuhimu wake. Sasa BRELA huwa inatumia mfumo wa mtandaoni unaoitwa Online Registration System, ORS. Na mfumo huu huhifadhi taarifa nyeti za watu binafsi na taasisi, zikiwemo majina ya wamiliki wa biashara, wakurugenzi wa kampuni, anwani, namba za utambulisho, miundo ya umiliki wa hisa, pamoja na taarifa za malipo
kupitia Government e-Pay Gateway. Kulingana na nyaraka za kitaalam zilizowasilishwa na taasisi ya dunia hatimiliki ORS, huu mfumo unaotumiwa una BRELA wa ORS unaendeshwa kupitia vituo viwili vya data, na kituo kikuu cha makao makuu ya BRELA na kingine ni National Internet Data Center. Kwa hiyo kuna maeneo mawili ambayo yanahusika na uhifadhi wa hizi data. Kama yalishambuliwa yote au ni moja tu liloshambuliwa, hilo bado halijawa wazi. Lakini bado sema awali, hadi muda huu BRELA haijatoa tamko lolote na hata serikali pia haijatoa tamko lolote. Vile vile kuna hii taasisi inayofahamika kama Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi pamoja na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, zote hazijatoa tamko lolote. Na ukimya huu unakuja katika mazingira ambayo yanahusisha kwa kiwango kikubwa cha data kuliko idadi ya biashara zilizosajiliwa kwa nchini Tanzania, na hii inapelekea tafsiri kwamba kuna uwezekano data hizo data ambazo hizi zilizodukuliwa ni kubwa zaidi ya takwimu zinazofahamika za umiliki wa data. Kwa hiyo inaonekana kwamba inawezekana data hizi sio tu za sasa bali pia imejumuisha na data za nyuma, kwa sababu takwimu, kwa mfano mwaka huu inaweza kuwa inasema idadi ya makampuni yaliyosajiliwa kwa mfano 2,000,000. Kwa hiyo hii ndio idadi ya makampuni yaliyopo sasa hivi, lakini kwa mujibu wa hii taarifa inaonyesha kwamba data zilizodukuliwa ni 10,2, ambapo kwa mujibu wa hizi taasisi zinazofuatilia, hii inaashiria kwamba data zilizodukuliwa ni za miaka, yani sio tu wa mwaka huu bali pia na miaka ya nyuma huko ilikopita. Hata hivyo, pamoja na hayo, kuna namna nyingine ya kuliangalia hili swala, kwa sababu baadhi ya watu wanahisi, kwa sababu baadhi ya watu wawili watatu wamekuwa wakilizungumzia pia hili swala la udukuzi, na kuna baadhi wanahisi kwamba inawezekana pengine kuna mchezo umepangwa, labda masuala ya ufisadi, kwa sababu baadhi ya matukio hata kama imemhusisha huyu mdukuzi wa kimataifa, watu hawashindwi kumkodi, kwa sababu hawa hackers wadukuzi wanakodiwa. Kwa hiyo mtu mwenye fedha ya kutosha anakodi. Hata hiyo benki iliyopigwa hivi karibuni, kwa mujibu wa maelezo ni kwamba hao waliohusika na swala hilo walipa hackers sijui kutoka Zimbabwe sijui nchi gani kuja kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo inawezekana hata huyu jamaa japo ana profile ya kimataifa, yayumkinika kuhisi kuwa pengine amelipwa na watu fulani, kwa sababu katika mazingira ya kawaida hutarajii mdukuzi wa kimataifa kuilenga BRELA. Kwa sababu gani? Labda kuwe na masuala ambayo pengine hatuyaelewi. Kwa hiyo baadhi ya watu wanahisi kwamba inawezekana kwamba huyu mdukuzi amepewa tu tenda ya kufanya haya yaliyotokea. Na haya yanajiri katika kipindi hiki ambacho kuna changamoto kubwa. Kama unavyofahamu, kuna haya masuala ya kesi inayomkabili Samia Suluhu Hassan huko kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC, ambayo haijaanza rasmi, lakini kwa mujibu wa taarifa huenda ikaanza wakati wote. Kama hili linahusiana na kesi hiyo, lakini pia kuna masuala ya mauaji yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka jana, mara baada ya siku ya uchaguzi na siku zilizofuata hapo mbele. Endapo tukio hili lina mahusiano na hilo, ni mapema mno kufahamu. Jasusi TV inafuatilia kwa karibu taarifa hii na ni exclusive, unaipata hapa tu, hakuna sehemu nyingine ambayo wameripoti kuhusu hilo. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment. Asanteni na kwaheri.